kuendelea kubaki nasi, na ikiwa wewe ndo kwanza unaungana nasi, sasa ni wakati wa habari za biashara na uchumi. Wachimbaji wa madini wadogo, wakubwa na wakati wametakiwa kutumia mifumo sahihi katika kuhifadhi na kuwekeza fedha zao ili kuondokana na matumizi yanayoweza kuwasababishia hasara. Tupate taarifa kamili. Rai hii imetolewa na mkufunzi wa masuala ya fedha Benki Kuu ya Tanzania BOT Mipawa, ambapo amesema kama wachimbaji watatumia mfumo rasmi itasaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza mapato kwa mmoja mmoja. Sasa sisi tumekuja na mpango mwingine wa kuwezesha sehemu gani wanaweza kuwekeza fedha zao kwa usalama na fedha zao hizo zikaendelea kuzalisha na wao wakaendelea kupata faida kupitia uwekezaji katika dhamana za serikali. Washauri wauze madini yao Benki Kuu. Benki Kuu ina mpango maalum wa kununua dhahabu kutoka kwa wachimbaji wakubwa. Tusaidiane katika kudhibiti utoroshwaji wa madini. Serikali tutaendelea kushirikiana na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kuhakikisha ya kwamba tunadhibiti wafanyabiashara wote ambao wanatorosha madini. Na hapa wachimbaji wamesema elimu hii itasaidia kuachana utunzaji wa fedha katika taasisi zisizo rasmi. Kwa mimi nawasihi wachimbaji tutumie mifumo rasmi ya kifedha. Hii itatusaidia sana ili kupata mikopo mizuri na kuweza kuendeleza uchimbaji wetu na uchumi kwa ujumla. Tunanufaika kwa sababu ya kupata elimu namna ya utunzaji wa fedha. Lakini pia namna gani tunaweza tukapata mikopo na wanalipana hela keshi bila kupita kwenye mfumo sahihi wa kibenki. Unajikuta wachimbaji wengi, lakini pia wadau wote wanaohusika na sekta hii ya madini wanajikuta wakija benki wanashindwa kukopesheka kwa sababu hakuna taarifa za kifedha. Jina langu ni Musa Makari na hii ni Channel 10. Na wafugaji wa ng'ombe wa maziwa wametakiwa kuzingatia namna bora ya kuhudumia mifugo yao ili kuongeza uzalishaji wa bidhaa hiyo kote nchini. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Kauli hiyo inatolewa na mkurugenzi wa idara ya utafiti, mafunzo na ugani kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Samuel Mdachi, kwa niaba ya katibu mkuu wa wizara hiyo wakati akifungua mafunzo kwa wafugaji wa ng'ombe bora wa maziwa kutoka wilaya ya Muheza kupitia mradi wa Faida Maziwa unaotekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 ambao unalenga kuwafikia wafugaji 3,000. Inavyofahamika kwamba ili uweze kufuga lazima uwe na vitu vingi. Ufahamu bari aina ya mfugo unaofuga, ng'ombe kama ni Friesian, Jesse ama ng'ombe wa kisasa. Cha pili, lazima ufahamu ni kiasi gani cha chakula atalishwa ili aweze kutoa maziwa. Cha tatu, malazi. Ng'ombe atalala wapi ili aweze kulala vizuri na aweze kuwa na afya njema. Kwa upande wake Dr. Pius Mwambene ambaye ni mtendaji mkuu wa wakala wa mafunzo ya mifugo LITA akaeleza namna wanavyotekeleza majukumu yao kwa ajili ya kuwekeza katika sekta ya mifugo. Hili ni jukumu la msingi la LITA ambalo ni la pili na ni la kawaida ambalo tunalitoa katika kampasi zote na katika miaka yote. Kwa hiyo sio kwa ajili ya mafunzo haya tu ya leo, bali ni jukumu letu la kila siku la kufundisha wafugaji namna bora ya kufuga na kuwekeza katika sekta ya mifugo na uvuvi. Lengo ni kupata elimu, kupata faida juu ya maziwa. Sana sana ni swala la usafirishaji wa maziwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na ndio maana unakuta tunapata maziwa machache kulingana na elimu ya ufugaji watu hakuna. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel. Naam, shukrani sana Raya Kipingu kwa taarifa hiyo, na ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi. Witness Ngalawa atakuwa hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani.